Madai ya ubakaji yameibuka katika shule ya watoto wasiokuwa na uwezo wa kusikia ya Kerugoya, kaunti ya Kirinyaga. Mwanafunzi wa miaka 8 anadai kubakwa na mwalimu ambaye tayari anakabiliwa na mashtaka kama hayo yanayomhusisha mtoto mwingine katika shule hiyo. Ode Francis na taarifa hiyo. Maafisa wa polisi wa Kerugoya wanachunguza madai ya kunajisi katika shule ya watoto wasiokuwa na uwezo wa kusikia ya Kerugoya. Hii ni baada ya mwanafunzi mwenye umri wa miaka 8 kuripoti kunajisiwa na mwalimu ambaye tayari anakabiliwa na mashtaka mengine kama hayo katika shule hiyo. On 25th Wednesday ni walikuwa wanakuja midterm kumwendea shule. Mtoto alikuwa ajaribu kucommunicate kwangu akiniambia kuna kitu ilikuwa imefanyikia. Though alisign alikuwa na deep pain. Tulikuwa kwa jia ndio mtoto alikuwa ananiambia kuna pain huku chini. Kufika nyumbani kitu ya kwanza ilikuwa kuangalia nini ilikuwa imehapenia mtoto juu alikuwa na complain sana tulikuwa kwa jia. Kuangalia mtoto ndio nilipata aliko red huku kwa jia yake ya uzazi. Maafisa wa polisi wamedhibitisha kuwa mshukiwa huyo ambaye ni mwalimu katika taasisi hiyo tayari yuko kizuizini kwa kesi ya awali. Sasa ametambuliwa tena na mwathiriwa wa pili. Akanipea gofoa niende afanywe test zote za kuonyesha kama alikuwa amelipiwa na ikasemekana ni ukweli mtoto alikuwa amelipiwa. Sasa mimi nataka justice juu huyu siye mtoto wa kwanza kulipiwa kwa hiyo shule. Bado date 15 kulikuwa kumelipiwa mwingine wa grade 6 of 13 years. So ni kitu imefanyika kwa shule mara kadhaa. Wachunguzi wanatumia huduma za mfasiri wa lugha ya ishara kurekodi taarifa na pia wamechukua video za CCTV kutoka shuleni humo. Vipimo vya matabibu vimeonyesha kuwa kuna ishara kwamba mtoto huyo alidhulumiwa. Kesi hii inaibua maswali kuhusu vipi visa kama hivi vinaendelea katika shule hiyo na kumhusisha huyo mwalimu mmoja bila yeyote kujua na hatua kuchukuliwa. Wachunguzi wanasema wamefika shuleni humo kuendelea kukusanya ushahidi, kesi ikielekea mahakamani. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.